babu kubwa. Wanasema mapenzi yakishakufa hayafufuki. Lakini je, ni kweli? Leo nakupa siri 4 zile ambazo ukizitumia hata moyo uliojaa baridi ya maumivu utaanza kuyeyuka kama barafu kwenye moto wa roho. Karibu kwenye time ya mastori, mahali ambapo hadithi huishia na mapenzi huzaliwa upya. Fahamu njia 4 za kulinogesha penzi lako kwake daima. Kupitia safu hii uipendayo, leo nitakupa njia 4 zitakazolifanya penzi lako liendelee kunoga. Hata kama litakuwa limeanza kufubaa, utaliamsha upya. Wengi wamekuwa hawaelewi mambo mengi kuhusu uhusiano. Ndio maana huishia kulalamika kwamba wanapenda sana, lakini mwisho wa siku huishia kutendwa. Hakuna mtu ambaye hahitaji faraja. Kila aliyekuwa na mpenzi wake anahitaji kuwa na furaha. Hakuna mtu ambaye anaingia kwenye mapenzi ili apate msongo wa mawazo. Amini, kila mtu anayediriki kutoa moyo wake, kitu cha kwanza anachokitarajia ni faraja kisha furaha. Ipo hivyo, watu wengi wanakuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi huku wakiwa na matumaini kwamba hao waliokuwa nao inawezekana wakawa wapenzi wa maisha yao yote. Pasipo kujua wakati mwingine kuna makosa hufanyika. Mtu ajui afanye nini ili penzi alilonalo kwa mpenzi wake linoge. Ajui ni njia zipi zitamfanya kupendwa kila siku. Leo nitakutajia njia chache ambazo kama utazifanya na kuhakikishia penzi lenu litashamili zaidi ya lilivyo hivyo sasa. Njia namba 1, mpe uhuru kwanza. Kila mtu anapenda kuwa huru, kuachwa afanye mambo yake anayopenda. Hakuna mtu anayependa kuingiliwa, hasa kwenye masuala ya kutumia simu yake. Kama kweli unahitaji penzi linoge, usitake kuingilia mambo yake, hasa katika matumizi ya simu. Unachotakiwa ni kumwambia muda ambao upendi kuona akizungumza na simu, na si kwamba kila anapoona simu yake inaita utaichukua kwa nguvu. Mapenzi hayapo hivyo. Mpe huru kwanza mwenza wako. Alafu haimaanishi mtu kama hajatulia basi kuchukua simu muda wote inapoita ndio utamfanya kutulia. Amna, hapana. Bali kwa kufanya hivyo utampa mbinu nyingine ya kuweza kupambana nawe. Unachotakiwa ni kumfanya kuwa huru, usimuingilie. Njia namba 2, chukua muda wako kumtoa out. Wengi ukosea hapa, huwa hawapendi kwenda matembezi na wapenzi wao. Wengi hujifanya wapo busy. Hata ukimwambia Jumamosi nataka kutoka out, atakwambia anataka kufanya hili na baadaye lile. Rafiki yangu, kila mtu anahitaji kuwa karibu na mpenzi wake. Hakuna anayependa kuwa na mpenzi ambaye muda wote yupo busy tu. Mchukue, nenda naye sehemu. Kutoka mitoko ya mara kwa mara itamfanya muwe karibu zaidi. Itamfanya muda wote mzidi kupendana. Ila kama utajifanya upo busy, jua kuna mtu atatumia nafasi hiyo kutoka naye umpendaye. Njia namba 3, pendelea kumfanyia utani. Pendelea kumfanya muda fulani achekecheke, so muda wote anakuwa serious. Hakuna mtu anayependa mpenzi ambaye yupo serious saa 24. Pata muda wa kukaa na kutaniana naye. Mchombeze kwa vineno vya utani, mpetipeti, mlaze kitandani na uanze kupigana naye vibao vya kimahaba, hata kwa kutupia mto vya kulalia.
Utapokuwa serious kila wakati, inakuwa ni vigumu mwenzako kulifaidi penzi. Pendelea kutabasamu inapobidi. Kila unapokuwa na mpenzi wako, sio kila utachomwambia au atachokwambia wewe uso wako umekunja ndita kiasi kwamba ataonekana kuogopa na kumtafuta mtu mwingine ambaye atahitaji kuliona tabasamu lake. Atahitaji kuona akifanyiwa utani wa mahaba na kadhalika. Wanasema njia nyingine, hebu msifie basi. Yaani tuseme, sijui semeje. Wengi wanaogopa kuwasifia wapenzi wao. Hawajui kama kila mtu duniani anapenda kusifiwa. Mpenzi wako anapovaa nguo nzuri zilizomtoa, usikae kimya, mwambie amependeza, kwani hilo litamfanya kufurahi sana. Kama utakuwa na mpenzi alafu kila siku umsifii hata akifanya kitu gani, jua kwamba atajisikia vibaya. Wakati mwingine atahisi hayupo sawa kwa kuwa tu hujawahi kumsifia. Utapomsifia mpenzi wako kuna mfanya kuongeza umakini katika kuvaa kwake, kununua manukato, na hata jinsi atakavyosuka au kunyoa atafanya kwa ubora wa hali ya juu, kwa kuwa atajua utamsifia. Na hayo yalikuwa machache tu, na mengi endelee kuungana nami Juice Africa. Na kama umesikia haya kama umesikia haya na moyo wako umeguswa, basi subscribe sasa hivi kwenye channel yako ya mapenzi, Time ya Mastori. Mimi ni Juice Africa, msimulizi wa mapenzi aliye hapa kusimulia hadithi ambazo si tu zinasikika bali zitaishi ndani ya moyo wako. Tukutane tena, maana hapa penzi alifi linapumua tu.